Sky TV. Naam, jicho kawaida yake ni kutazama vinavyoweza kutazamwa, lakini pia hata vile vingine ambavyo haviwezi kutazamwa kupitia jicho linachungulia kwa namna moja ama nyingine. Huari gani pale ambapo upo, karibu sana katika jicho letu wakati mwingine na wasaa mwingine mzuri zaidi, mtazamaji wa Sky TV. Cha kwanza tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Instagram pamoja na Facebook, andika Sky International TV. Lakini cha pili, ongeza sauti ya TV yako hapo ambapo upo kwa muda huu. Kwa nini? Kwa sababu hili linakuhusu wewe kwa kiasi kikubwa sana. Mariango Mgeta ndo jina langu, na nikufahamisha kabisa kwamba katika safari hii tutakuwa pamoja mpaka tamati. Leo tunagusia zaidi kuhusu eneo la afya, lakini tupo zaidi katika damu. Tunaangalia damu, muhimu wa damu, damu ni nini, ikoje, matumizi yake pia, lakini na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo ndo maana nakwambia sogea karibu sana, kwa sababu haya ni mambo ambayo yanakuhusu na wakati mwingine unaweza usipate muda wa kuweza kuyafahamu kwa undani, ila leo kwenye jicho letu tutapata muda huo. Kwa nini? Kwa sababu tuko na Neema Gwandu, yeye ni afisa mteknolojia maabara. Karibu sana. Asante. Mambo vipi? Salama. Uko fresh kabisa? Poa. Sawa, karibu sana kwenye jicho letu kupitia Sky TV. Asante. Sawa, tunazungumzia kuhusu damu. Wakati mwingine unaweza kata kuweza kufahamu hivyo, tukisema kuhusu damu, neno la damu salama linafuatia hapo mbele. Au wakati mwingine tukisema damu kunakuwa namna hiyo. Nataka kufahamu kuhusu damu salama ni nini. Karibu. Asante. Kama ulivyonitambulisha, kwa majina naitwa Neema Gwandu, ni afisa mteknolojia maabara kutoka hospitali ya mkoa wa Dodoma, kitengo cha damu salama. Ndio. Damu salama ni damu isiyosababisha hatari kwa mgonjwa. Haiwezi kusababisha aina yoyote ya hatari kwa mgonjwa. Ni damu iliyokusanywa, iliyopimwa, iliyohifadhiwa na inayopewa mhitaji wa damu anayehitaji damu kwa wakati huo kwa njia salama. Ukisema kwamba haiwezi kusababisha hatari yoyote kwa mgonjwa, kwani kuna damu ambayo sio salama, na kama sio salama inawezaje kusababisha hatari kwa mgonjwa? Yaani nini kinachopelekea mpaka hii isababishe hatari? Damu kabla ya kupimwa tunaikusanya. Hiyo inajulikana. Kwa hiyo baada ya kukusanya ile sio damu salama. Damu salama ni damu ambayo tayari imeshapimwa. Okay. Ndio inakuwa damu salama kutokea hapo. Kwa baada ya kukusanya kwamba inakuwa bado mpaka hivi. Inakuwa bado sio damu salama. Sawa. Katika hili kuna umri ambao unasema kwamba kwa umri huu anaweza karuhusiwa kupima damu, kwa umri huu hapana, au ni vitu gani ambavyo vinapelekea kwamba huyu tunaweza kupima damu yake, huyu hapana tuweze kupima damu yake? Kila mtu anaweza kuchangia damu. Hata wewe na mimi pia ni wachangiaji damu. Wazuri tu, lakini mpaka uchangie damu kuna vigezo ambavyo mojawapo ni umri. Kwa hiyo umri ambao unaweza ukachangia damu ni miaka 18 mpaka 65. Juu ya hapo hauruhusiwi, wala chini ya hapo hauruhusiwi. Sawa, hata kama imetokea kwamba ana miaka 17 bwana nahitaji kuchangia damu, hiyo bado hairuhusiwi. Sawa. Kikubwa zaidi tunagusia kuhusu damu, na tunataka kufahamu umuhimu wa damu salama na kwa nini hali iko hivyo. Sasa kikubwa nataka kuweza kufahamu kwamba upi umuhimu wa kupima pamoja na kuchangia damu. Kwa nini? Kwa sababu tunasikia, tunaona mahamasisho mengi kwenye vyombo vya habari, na kwenye maeneo mengine tunapita tunakuta kwamba kuna watu ambao wako tayari kwa ajili ya kujitolea damu, kupima damu. Nataka kufahamu umaana na umuhimu wa hili jambo. Mtazamaji anataka kuweza kuelewa, kwa sababu kuna mwingine anachukulia hapo anasema mimi hayanihusu. Kwanza hata akisikia kwamba jirani anataka kuchangiwe damu anasema si ana ndugu zake, kwa nini lazima mimi? Vitu vya namna hiyo. Hali ikoje? Karibu. Asante. Kuchangia damu ni jambo la muhimu sana. Ukiachana
na faida moja kwa moja kwa muhitaji wa damu pia ni jambo la kishujaa na pia ni kujitolea kuokoa maisha ya mtu. Kwa hivyo unarudisha tabasamu moja kwa moja kwa yule muhitaji wa damu. Na pia kuchangia damu, wahitaji wa damu hospitali ni wengi sana. Makundi tofauti tofauti yanahitaji damu hospitalini. Mengi tu, ikiwemo wamama wajawazito, waliotoka operation, wahanga wa ajali, watoto ambao wana ukosefu wa damu, wenye saratani, wenye kansa za damu, mfano magonjwa kama sickle cell, thalassemia, zile zinajulikana, ni wahitaji wa damu wakubwa sana hospitali. Kwa hiyo tone lako moja la damu linaweza likaokoa zaidi ya maisha ya watu 3. Kwa sababu ile damu inavyokusanywa inaenda kupata mazao ya damu. Na kila kundi kati ya niliyoyataja anahitaji damu kutokana na uhitaji. Kwamba kuna mwingine atahitaji seli nyekundu, kuna mwingine atahitaji kitu fulani tunaita plasma, ambapo plasma ni majimaji ya damu tunaita kwa Kiswahili. Kuna wengine watahitaji chembe sahani tunaita platelet. Kwa hiyo inategemea na uhitaji wa kila kundi, lina uhitaji wake wa damu. Kwa sababu ile damu ikishakusanywa inaenda kupata mazao ya damu. Kwa maana hiyo chupa moja ya damu inaweza kuokoa zaidi ya watu 3 4 na kuendelea. Okay. Tuna umuhimu tuna ile hali ya kusema kwamba ni kawaida kuweza kwenda kupima damu. Yaani kuna ule utayari kwamba bwana, hebu ni cheki hapa damu yangu ikoje. Maana unasikia kuna magrupu kwenye damu, kuna makundi tofauti tofauti. Nataka kuweza kufahamu kwamba kuna ule utayari, yani wa Tanzania wananchi tuna ule utayari kwamba mi bwana ndani ya miezi 3 lazima nicheki damu katika mwaka, au mi baada ya muda fulani sijisikii vizuri hebu nicheki damu, au ndo ile paka umepata mwenzako mjamzito unafika kule bwana inabidi na wewe cheki damu tuone, au ndo ile kulazimishwa kwamba bwana upime hali ilivyo. Utayari ukoje? Sawa, utayari wa upimaji wa damu siwezi kuongelea moja kwa moja kwa sababu sina statistics mezani. Lakini kwa kawaida mara nyingi sana watu wengi hawana desturi ya kupima damu mara kwa mara. Lakini ukiachana na hilo, sisi damu salama, sisi kama kitengo cha damu salama, kabla ya kuchangia damu kuna vitu vichache ambavyo unapimwa. Ambavyo mojawapo ni shinikizo la damu, unapima uzito, unapima pia na wingi wa damu. Kwa hiyo inamaanisha kabla ya mchangiaji kutoa, unapima wingi wa damu, unapima shinikizo la damu kabla ya kuchangia. Ili tuhakikishe je, uko vizuri kabla ya kuchangia damu, wingi wako je unatosha. Kwa hiyo kama wingi wako wa damu unatosha ndio unaruhusiwa kuchangia damu. Lakini baada ya kuchangia damu pia ile damu tunaenda kuipima, inapimwa vitu vifuatavyo. HIV, inapimwa kaswende, inapimwa homa ya C, homa ya B na pia group la damu. Na majibu yake ni bure. Kwa hiyo unaweza ukaona pia moja ya faida za kuchangia damu ni ile kwamba umetoa damu, baada ya hapo unapata kujua status yako ya afya vizuri na ni bure. Hapo ukisema kwamba umetoa damu alafu inaenda kupimwa, maana yake kwamba unapoenda kwa mfano labda mara nyingi naona mnatembelea kwenye maofisi, kwenye mashule, maeneo ya namna hiyo. Naenda kupima damu. Mimi nataka nijitolee. Kwa nikishapima pale inabidi nisubiri majibu yangu, au bwana tushapima fulani wewe nenda na mambo yako. Sisi huku tukiona haifai hatutumii. Okay. Utaratibu upo hivi. Kabla ya kwenda kuchangia, kabla ya mtu kuchangia damu anapata elimu ya kuchangia damu ambayo inahusisha kuambiwa faida kama hivi tunavyovisema, faida baada ya kuchangia damu na vitu kama hivyo. Baada ya elimu anachangia damu kwa hiari. Baada ya kupata elimu ya kuchangia damu, anachangia damu kwa hiari yake yeye kama yeye. Kwa sababu ni kusukumwa kuchangia, ni unasaidia, kwa hiyo sio lazima, ni hiari. Lakini kwa mgonjwa wa story inabadilika. Kwa sababu kwa mhitaji wa damu lazima apate damu. Kwa hiyo unaweza kaona ni jambo la hiari, lakini kwa mgonjwa ni story tofauti. Unaona? Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kwenye jamii. Na baada ya kuchangia damu kwa hiari anapewa maelekezo kwamba baada ya muda fulani majibu yako yanakuwa yameshatoka. Kwa hiyo yeye popote alipo anaenda kituo cha afya ambacho kipo karibu na yeye, ambao wanatoa huduma za damu kupata majibu yake. Kwa mfano katika kauli hiyo maana yake kwamba nimepima damu nikiwa Morogoro. Ndio. Nimekuja Dodoma. Umetoa damu. Umetoa damu nikiwa Morogoro, nimekuja Dodoma. Kwa hiyo majibu unaweza ukayapata hapa. Sehemu yoyote hospitali yoyote yenye ambayo inatoa huduma za damu unafuata majibu yako.
Kwa nyinyi sasa mnafanya hapo mnatuma kwamba bwana yani no, anatakiwa aje after ule muda. Mfano sasa umechangia damu leo. Upo Morogoro. Ndio. Ukaambiwa baada ya wiki 2 mpaka mwezi majibu yako kwa yameshatoka. Kwa hiyo inamaanisha mimi nikasafiri nikaenda Dodoma. Dodoma General. Naweza kwenda kufuata majibu yangu. Baada ya ule muda kupita. Naweza kwenda kufuata majibu yangu. Okay, kwa hiyo maana yake kwamba yani swali langu ni kwamba katika sehemu ambayo hospitali iko ama kituo cha afya kiko karibu na wewe ndio utaweza kupata majibu. Kwa hiyo yale majibu ambayo mnayapata mnatuma kwa hospitali zote za eneo lile, mnatuma kwa hospitali zote Tanzania au mnafanyaje? Nafikiri mmenielewa swali langu vizuri kwamba mimi niko sehemu fulani, unaona naambia wewe fuata tu kule kule wakati mimi nimefanya kitu changu kule. Yale majibu mnayatumaje kwamba haya katika hospitali zote wewe nenda popote kasema jina lako nakutana na nani, au mimi inabidi tena niseme bwana mimi niko Dodoma afu nyinyi msema Dodoma sehemu gani? Nkuungu nenda kituo fulani. Hali ikoje hapo? Okay, mfumo wa majibu wetu sisi ni kwanza tuna mfumo ambao unatumika ambayo baada ya mchangiaji damu kuchangia damu tunajaza details zake kwenye mfumo wetu. Dodoso. Ambazo zile dodoso zile details zinaingia kwenye mfumo. Kwa hiyo inamaanisha wewe kukutrack wewe inakuwa ni rahisi. Kwa kupitia ule mfumo ndo tunaweza kupata majibu yako. Kwa hiyo tunawasiliana na kanda zetu ambazo zipo karibu na sisi, wana print ile majibu tunayapata. Okay, sawa. Mtazamaji, kumbuka tunagusia kuhusu damu salama, umuhimu sana wa hii jambo. Wanasema damu ni uhai. Kwa hiyo ndio maana tunapozungumza tunataka tuende taratibu kwa sababu tunazungumzia uhai. Sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana na hakuna taarifa nyingine kubwa zaidi ya uhai. Kwa hiyo ndio maana tunaenda taratibu sana katika eneo hilo. Umegusia kuhusu hatua mbalimbali za upimaji wa damu. Imetokea na ndugu yangu na rafiki yangu na mtoto wangu amepata shida ambayo inahitajika kuongezwa damu. Siku ambayo nimeambiwa kwamba bwana na mimi labda ndo sehemu pekee ambayo napaswa kuweza kuchangia. Ndio. Nimeambia bwana inabidi umchangie damu. Jana yake nilikuwa nimekunywa vile vitu vyetu vile. Vitu vichungu. Nimekunywa. Kesho naweza kuchangia damu? Hapana. Ile tendo tumefanya jana. Sawa, sisi tunafanya kazi kwa miongozo. Na mwongozo unatushauri kwamba unatutaka sio kushauri, unatutaka mchangiaji damu anatakiwa asiwe ametumia pombe kali zozote, aina yoyote ya pombe kwa masaa 72 kabla hajachangia. Masaa 72. Ndio. Kwa hiyo baada ya masaa 72 unaruhusiwa kuchangia damu. Kwa hiyo inamaanisha kama kwa mfano wako uliotoa jana yake masaa 72 yanakuwa bado hayajatimia. Ili uweze kuchangia damu. Okay, kwa hiyo maana yake kwamba kama imekutana hali ya namna hiyo, na ndio maana katika na utaratibu upi wa kujua kwamba huyu jana alitumia, huyu ilikuwaje, au huyu ilikuwa hivi, au huyu ni mtumiaji endelevu? Mna utaratibu gani? Mna namna ya kujaza form na namna ya kuuliza maswali au kwa sababu wakati mwingine unaweza kumuuliza mtu swali akakudanganya. Katoka kunywa lakini kala big G zake na kila kitu usikie harufu yoyote. Ambia niko sawa. Mnafanyaje ili kuepukana na shida nyingine ya namna hii? Sawa. Kwa utaratibu ambao bado mpaka sasa upo ni wa kuuliza maswali na kujaza yale madodoso. Ambayo dodoso inakutaka wewe ujaze kitu cha kweli, usidanganye kwa sababu athari utaipata wewe kama wewe. Si ndio Kwa hiyo inamaanisha ukisema labda mimi sijanywa pombe au sijaumwa, baada ya hapo kuna athari. Si ndio Kwa hiyo tunakupa elimu, bwana usidanganye kwa sababu haya maswali yatakusaidia wewe na afya yako peke yako. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Kwa sababu tunasema 1% kubwa ya damu ni maji. Na kama tunavyojua pombe inakausha, wanasema kwa Kiingereza ni dehydration ya maji mwilini. Kwa maana hiyo wewe unakuwa sio eligible kuchangia kwa wakati huo mpaka mwili ufanye adjustment ya maji vizuri mwilini baada ya kunywa pombe. Sababu pombe inakausha maji mwilini. Na percent kubwa ya damu ni maji. Kwa hiyo tunashauri baada ya masaa 72 mwili unakuwa umesha adjust mfumo wake wa kawaida ndio uweze kuchangia damu. Kila mtu ana infection kwenye damu?
To a small percent, yes. To a small percent wanasema. Na zinaletwa na nini? Na maisha ya kila siku, vitu tunavyoshika, vitu tunavyokula. Hiyo ni kawaida. Ni kawaida hiyo. Okay. Kwa hiyo ndio maana kwamba kabla kitu chochote kinachoendelea ni lazima kuweza kupata vipimo ili kuweza kujua kwamba hii. Lakini pia mwili una namna ya kuclear zile infection ambazo zinakuwa, mwili una uwezo wa kuclear. Wenyewe. Mwili una kinga mwili wanasema immunity ambayo mwili unatumia kuclear chochote ambacho wanaona hakitakiwi kuwepo kwenye mwili. Kila siku. Okay. Sawa, kwa sababu nimejaribu kuuliza maana unasikia infection kwenye damu, unasikia watu wengi sana hiki kitu. Kuna mtu ameenda tu hospitali kidogo, bwana tatizo gani? Ameniambia na infection fulani. Vitu vya namna hiyo. Ndio maana nataka kujua kwamba je, kila mtu ana hicho kitu au inatokea lakini kumbe ni kutokana na hali jinsi ilivyo. Kuna mazingira umeenda kupimwa. Labda kipimo cha mkono hapa, au kile cha kutoa malaria kile. Cha kidole kile. Umepimwa, umemaliza, wamekuwekea kile kitu cha kuzuia damu isiendelee pamba. Si ndio? Ndio. Lakini unaangalia hivi dakika moja bwana simekauka. Unatupa pamba unaachana nayo. Kuna shida yoyote ukifanya kitu cha namna hiyo au kuna utaratibu ambao unatakiwa kwamba utakutana na hali ya namna hiyo ukiweka kile kizuia damu, mimi naita kizuia damu, ndio hiyo pamba. Kwamba baada ya dakika kadhaa, baada ya muda fulani ndio utupe. Sio kwamba ukitoa tu ukiona haitoki shughuli imeisha. Hebu tupe elimu katika eneo hilo. Okay, mfano nilijibu kwa mfano. Ukija kuchangia damu, baada ya kumaliza kuchangia damu tunaweka pamba kwenye eneo ambalo utakuwa umetolea damu. Ile pamba hautakiwi kuitoa mara tu baada ya kutoa sindano. Ina muda wake. Sawa? Kwa hiyo ile pamba tunashauri kwa ule muda usiitoe chini ya dakika 5. Sawa? Lakini pale baada ya kukutoa ile pamba ya kwanza tunakuwekea tena plasta nyingine ambayo utakaa kwa muda wa dakika 20. Lakini hiyo plasta nyingine inabidi ni baada ya wewe kunyanyuka kuondoka tu. Lakini baada ya dakika 20 kutokea pale utakiwa kutoa ile plasta baada ya kutoa ile pamba ya kwanza. Kwa hiyo ukishatoa pamba ya kwanza ile ukiweka ile plasta iache kwanza mpaka dakika 20. Alafu ndio uitoe. Nia na madhumuni ni nini? Wanasema kuupa chance mwili kuziba ile sehemu vizuri. Okay. Ina vitu kama hizi ile clotting factors na nini ili mwili uweze kusense kwamba bwana nimetoa damu. Tupeleke vitu vya kuziba ile sehemu ambayo umeweza kutolea damu. Niko nyumbani na katakata kachumbari. Kutafuta ugwadu. Ndio. Sawa. Ghafla nimejikata mkononi au sehemu yote imejikata, damu zimetoka. Nikaangalia kilichoko karibu hapo, utaratibu tunauona mara nyingi, chumvi. Nachukua chumvi, weka, sijui wengine wanasema weka mafuta ya taa. Hii vipi, ina hatari yoyote kiafya, ina shida yoyote? Hiyo tuseme njia tunayoitumia locally hairuhusiwi. Kitaalamu sio salama. Kwa sababu ile chumvi mara mafuta taa mara nini tunasema tunatumia jina fulani wanasema sio sterile. Sterility ni kitu ni ile hali ya kitu kuwa salama kabisa. Sio njia sahihi. Sio njia sahihi ya kuweka. Kwa hiyo inamaanisha wewe kuweka kwako chumvi pale haisaidii chochote. Ni imani tu kwamba tukika chumvi inakata damu, hapana. Lakini hata usingeweka damu inakatika. Kwa maana yake kwamba hata kama inakutokea hali ya namna hiyo, sehemu ni vyema usiweke kitu chochote kwanza. Usiweke chochote. Paka inakata damu yenyewe hata kama umejikata au vipi. Kuliko kuweka chumvi, mafuta taa, sijui vitu gani hamna. Mwili unafanya namna ya kuleta vitu ambavyo vitakata ile damu yenyewe tu. Sasa kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wengi wanasema kwamba ukifanya hivyo inasaidia kuzuia tetanus. Kuna ukweli katika hicho? Hapana, sio kweli. Tetanus ukiwa na chanjo ya tetanus ndio inachofanya kazi. Lakini hamna kitu chochote cha nje utakachokiweka pale kuzuia maambukizi. Okay, kwa mfano hauna chanjo ya tetanus?
Na umetokea hali za namna hiyo, unatakiwa upate chanjo ya tetanus, ni hatari kwa afya yako. Na chanjo ya tetanus inapatikana mpaka uumie au unaweza tu kaenda kwa mfano? Unaichoma hata kama hujaumia. Yani kwa mfano hata mimi hapa naweza nikatoka na sababu bwana nimekuja kwa ajili ya nini? Yes, ile ni chanjo, ni usalama. Kwamba in case ukaipata then mwili wako una chanjo tayari kwa chochote kile. Unaweza ukafight ile kitu ambacho kimeingia mwilini ambacho hakifai. Okay. Vimelea. Sawa, ni kitu kizuri, tuko pamoja na hili ndio jicho letu. Leo kikubwa zaidi tunagusia kuhusu damu salama, lakini pia kwa nini hiki ni kwa sababu upate elimu ya kutosha na kujua namna ambavyo unaweza kujikinga, lakini unapoitwa au unaposikia hamasiko la kuchangia damu basi uweze kufahamu zaidi kile kinachoendelea. Mapumziko yafuatayo, tutakaporejea moja kwa moja tutaka kuweza kufahamu ni kundi gani ambalo mara nyingi sana jitokeza katika kupata kutoa damu au kuitwa katika maeneo ya namna hiyo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Naam, tuko pamoja. Jicho letu ndio hili, na kama kawaida nakuletea kile ambacho tunatakiwa kuweza kuletewa. Kikubwa zaidi tunagusia kuhusu
damu salama, lakini pia uchangiaji wa damu kwa namna moja ama nyingine. Kabla ya kupata mapumziko, Neema, nilikueleza kwamba nataka tufaze kufahamu kwamba ni makundi gani ambayo yanajitokeza sana katika uchangiaji wa damu. Hapa na makundi mawili, wanaume pamoja na wanawake, sawa? Hapa wanaume nitajumlisha na wavulana kwenda huko chini na wanawake hivyo. Katika jambo hili ni kundi gani sana ambalo linaonekana kwamba hili limekuwa na mwamko, lakini mwamko wenyewe ni kwa sababu inapenda au kutokana kama ile kauli yako ulosema kwamba mnaenda na miongozo? Sawa. Sasa kuhusu miamko, makundi yote yana miamko ya kuchangia damu. Wanaume na wanawake. Lakini kinachokuja kutokea mpaka unakuta kundi la wanaume linakuwa ndo kundi ambalo wanachangia damu kwa wingi ni kwa ajili ya vigezo. Wanawake wengi unakuta hawana vigezo vile vinavyojitosheleza wao kuweza kuchangia damu. Ambavyo moja ya vigezo ni kwamba usiwe na historia yoyote ya changamoto yoyote ya kiafya. Na kwa nature ya binadamu wa kawaida, mwanaume ana wingi wa damu mwingi kuliko mwanamke. Kwa hiyo unakuta ipo hivyo. Yes. Kwa hiyo unakuta mara nyingi kabla ya kuchangia damu tunapima wingi wa damu kama nilivyosema awali. Tunapima shinikizo la damu, tunapima wingi wa damu, tunapima uzito. Kwa hiyo ule muda wa kupima wingi wa damu unakuta wanawake wengi ndio sehemu ambayo kigezo kinamfanya asiwe mmoja wa watu ambao wanaweza kuchangia damu. Ndio maana unakuta kundi la wanaume wengi wanaangukia kwenye kundi ambalo wanaweza kuchangia damu kwa ajili wingi wa damu uko mwingi na kutosheleza kuweza kuchangia damu. Yes, kwa sababu kwa mchangiaji wa kawaida anatakiwa awe na wingi wa damu wa 12.5 na kuendelea. 12.5. Yes. Huyo ni wa kawaida. Kuendelea, yes. Okay. Kwa hiyo unakuta mara nyingi wanaume wana wingi wa damu mwingi tu. Kwa kawaida mwanamke anaanzia 12 mpaka around 16 17. Lakini kwa mwanaume anaanzia 13 mpaka hata 18. Kwa hiyo unaweza kaangalia huo tofauti hapo. Ndio. Na mara nyingi sana unakuta kundi la wanawake wana changamoto kadha wa kadha za kiafya, kwa sababu moja ya vigezo pia vya mchangiaji damu ni kwamba asiwe na mimba kwa wakati huo ambaye anatakiwa kuchangia damu ya aina yote, iwe ya miezi miwili, asiwe na mimba kama ilivyo. Asante. Na pia asiwe ananyonyesha mtoto ambaye hajafikisha miezi 6 na kuendelea. Akifikisha miezi 6 na kuendelea anaruhusiwa kuchangia damu. Ndio. Na pia asiwe yuko kwenye dozi ya aina yoyote au ametoka kutumia dozi ya aina yoyote au ana changamoto ya afya ambayo inamfanya anatumia dawa mara kwa mara, haruhusiwi kuchangia damu. Hapo kwenye dozi hapo ndo twende taratibu hapo, kwamba kuna mtu tu ameamka asubuhi nijisikia kama kichwa hivi, akapiga nani kidogo ya kuondoa kichwa. Panadol au chochote kile. Lakini akakaa baada yani kama amekunywa asubuhi kama saa 2 saa 8 anambia bwana inabidi ukachangie damu. Ndugu yetu huko anahitaji damu. Mimi naenda. Ile bado amekunywa asubuhi lakini ni kada wakakutuliza maumivu. Sawa, yani nikiongelea dozi na maanisha antibiotic. Simaanishi painkillers. Kwa hiyo kama ni antibiotic uruhusi kuchangia damu. Lakini kama ni hizi painkillers hamna shida, unaweza kuchangia damu. Sawa. Kumekuwa na hali kwamba wakati mwingine mtu anataka kuchangia damu baada ya muda anajisikia kizunguzungu. Hajisikii vizuri. Mwingine sasa unajua huku ambapo tuko nje ya afya ambao tujui tunakuaga wataalamu sana wa afya. Utasikia kunywa kitu fulani, kunywa kitu fulani. Nataka unieleze kwamba unapopata nafasi ya kwenda kuchangia damu unatakiwa ufanye nini na nini, na kama kunywa unatakiwa umekunywa nini, baada ya muda gani kupita ndo uchangie, na baada ya kuchangia unatakiwa unywe nini. Kwa nini nasema hivyo Neema? Nasema hivyo kwa sababu wahudumu wa afya mko tofauti. Kuna maeneo ambayo unaenda na kukutana na mhudumu wa afya na kupa customer care. Nzuri tu nakupokea na kueleza mpaka unaona lakini kuna maeneo mengine mtu kimuuliza hivi anakukata. Natumia neno la Kiswahili anakukata, yani ndio sio sijui. Yani hataki hata ushirikiano na wewe. Kwa hiyo naona basi sawa bwana, ndio nimekuja nimefanya hivi. Sasa hiyo tuambie unatakiwa ufanye nini kabla na baada unatakiwa kufanya nini? Sawa, sasa kujibu swali lako vizuri, nianzie mbali, nianzie na vigezo. Ili vimalize vyote. Labda nitakuwa nimejibu humo ndani au baada ya hapo tutakuwa na maelezo mengine mazuri. Sasa mchangiaji damu kabla ya kuchangia damu
unatakiwa uwe na kwanza kama tulivyosema umri wa miaka 18 mpaka 65. Ndio. Juu ya hapo wala chini hapo hairuhusiwi. Kwa hiyo ukiwa na 66 hapa Hairuhusiwi. Okay. Kabisa. Kigezo cha pili tutakupima wingi wa damu. Kama unatosha kuchangia utachangia juu ya 12.5. Kama ni chini hapo hutoruhusiwa kuchangia. Hata kama limekukaa. Hautoruhusiwa kuchangia. Okay. Sawa. Ni taratibu na miongozo. Ndiyo. Naomba hivyo vitu visisitize ujue. Tunafuata standard wanasema. Ndio. Yes. Kwa hiyo ni kigezo cha pili. Kigezo cha tatu usiwe na historia ya magonjwa sugu yasiyoambukiza ya aina yoyote. Mfano una pressure, una sukari, una kifafa, una pumu, una vidonda vya tumbo, labda umefanyiwa operation miezi 6 haijaisha, huruhusi kuchangia damu. Magonjwa yote sugu yasiyoambukiza yote unayoyajua, huruhusi kuchangia damu. Kama umefanyiwa operation imepita miezi 6 na kuendelea inaruhusiwa. Okay. Yes. Sawa. Haiangalii ni aina gani ya operation. So long as ni operation. Sawa. Huruhusi kuchangia damu. Lakini pia unatakiwa ni mtu mwenye afya njema. Afya njema iko broad, inamaanisha nini? Kwa siku hiyo ujisikii chochote popote panauma. Yaani wewe hiyo siku umeamka uko vizuri kabisa, hujajisikia kakichwa, hujajisikia kahoma, unaona? Hujasikia tumbo. Yaani uko vizuri kabisa. Uwe umepumzika vya kutosha na pia uwe umekula chochote kuanzia asubuhi. Kupumzika vya kutosha sasa hapo. Kawaida binadamu anatakiwa apumzike masaa 6 mpaka 8. Hiyo ni kawaida. Na kwa maisha yetu kwa haya. Kwa hiyo ndio hivyo unatakiwa umepumzika vya kutosha. Sawa? Na umekula chochote. Yaani usiwe umekuja mfano hujala chochote kuanzia asubuhi. Ndio unatakiwa mchangiaji damu anatakiwa awe hivyo. Na pia anatakiwa asiwe kwenye chanjo. Labda bado yuko kwenye chanjo. Kuna zile chanjo ambazo ni za unachoma leo, unaambiwa labda kama ya homa ya ini, unaambiwa rudi baada ya mwezi kuchoma tena. Utakiwa kwenye chanjo. Ukiwa kwenye hilo eneo tu uruhusi kuchangia damu. Kila mpaka ipite miezi 6 ndio uje uchangie damu. Okay. Yes. Kwa hiyo sijajua kama nimelijibu swali lako. Sawa. Si ndio Ndio. Kwamba vigezo ndo hivyo. Changamoto yoyote kabisa ya kiafya au ambayo inakufanya utumie dawa mara kwa mara, huruhusi kuchangia damu kabisa. Okay. Ni kitu kizuri kwa sababu huku nje ya afya kuna maneno yanakuwa mengi sana. Na kila mtu anataka kuokoa ndugu yake, kila mtu anataka kuokoa mtu wake wa karibu. Kwa wakati mwingine unaweza kukuta kwamba mnagombana na wahudumu wa afya kwa sababu tu hauna elimu, alafu unamwona mhudumu wa afya kama vile anataka kukuulia ndugu yako. Hizo zipo Yes, na mimi hata wewe unakutana nazo hizo. Na kwa kuhusu hiyo swali la hiyo issue ya akishamaliza kuchangia damu anafanyaje? Anafanya nini? Kama umepima wingi wako wa damu na ukaambiwa kwamba wingi wako wa damu unatosha kuchangia, inamaanisha una wingi wa damu wa kutosha kwako wewe na wa ziada unaweza kumchangia mtu. Ndio tunachomaanisha. Juu ya 12.5 inamaanisha una uwezo wa kumchangia mtu mwingine. Meaning haitaki kukuletea shida yoyote. Lakini kama umechangia damu ikakuletea labda kizunguzungu au nini, wala hiyo sio shida. Ni hali tu ambayo mwili ina try wanasema inapeleka signal kichwani kwamba bwana kuna kitu kametokea, yani kama ni adjustment ya mwili. Lakini haimaanishi kwamba ni changamoto ambayo sasa itakusumbua. Hapana, ipo hivyo. Okay. Na ikitokea hali ya namna hiyo, unapaswa kufanya nini? Ikitokea hali ya namna hiyo, unataka kuchangia huko nje unatembea kwenye mambo yako, hali ya namna hiyo imetokea, lakini lisali moja lililopita ulifanya zoezi la kuchangia. Okay. Kitaalamu tunasema ikitokea hali ya namna hiyo unatakiwa ukae chini, ulale. Chali wanasema. Unakaa chini unalala chali. Kama kuna kiti pembeni yako au kuna chochote ambacho unaweza kuweka miguu yako juu ni vyema zaidi, lakini kwa kawaida unatakiwa ulale chini. Sehemu yote ambayo ni flat, sio chini lazima hata kitandani ya wapi, lakini iwe ni sehemu ambayo ni flat. Kwa hiyo ndio itakuwa msaada wako. Itaweka balance ya mwili vizuri. Kwa kama uko mjini kwenye mihangaiko yako tafuta sehemu ukae. Hata ni bench ama nini, ukae urelax, ulale chali. Kama kuna sehemu ni kiti au nini uweke miguu juu, inakuwa vizuri zaidi. Lakini kama ni sehemu tu kama flat hivi unaweza kulala hivyo na unapaswa kufanya zoezi hilo kwa muda gani? Dakika chache tu mpaka ukae sawa. Mpaka utakapojisikia vizuri. Okay, haya nimejisikia vizuri, nimenyanyuka. Kila mara unaposikia hiyo hali lazima ufanye hivyo. Mpaka mwili uadjust wenyewe. Hilo sio zoezi la dakika 2-3. Yaani nikiwa namaanisha kwamba nimejisikia sasa hivi hali hiyo nikatumia.
nikaendelea na mambo yangu. Baada ya masaa mawili nikajisikia sema si nilishalala. Unatakiwa ufanye tena mpaka mwili uadjust vizuri. Okay. Na kwa kipindi hicho natakiwa kutumia kitu chochote labda nimejisikia vizuri sana, nimeamka bwana nipate hata maji ya baridi. Baada ya kuchangia damu unatakiwa tu unywe maji, chochote ambacho ni maji. Okay. Yes. Lakini kisiwe alcohol. Kisiwe alcohol. Yes. Bwana umenisaidia, umenikumbusha. Unaweza kwa mimi nishamaliza zoezi. Alcohol. Ngoja kwanza kidogo huko tupitie njia hii. Hapana, kisiwe alcohol. Sawa. Kuna kampeni za damu salama. Huwa zinafanyika kwa mwaka mara ngapi? Kila baada ya miezi mitatu. Kila baada ya miezi mitatu. Kwa kuna mwezi wa 3, mwezi wa 6, wa 9 na wa 12, na siku ya mchangiaji damu duniani ni tarehe 14 mwezi wa 6. Kwa hiyo hapa tunavyozungumza kwamba imeshapita ya tatu ya tatu. Okay. Na hizi mnapozifanya matokeo mnaonaje yani kwenye jamii? Matokeo ni mazuri kwa sababu kampeni zinahusisha kutoa elimu, kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuchangia damu. Kwa hiyo faida zipo za kufanya kampeni kwa sababu tunafanya kampeni kwenye mashule, makanisa, misikiti, masokoni, popote ambapo kuna mkusanyiko wa watu tunafanya kampeni. Ni kitu kizuri sana na nimefurahi kupata hii elimu. Nakumbuka kama sijakosea sana swala zima la uchangiaji wa damu kwa masiko, lile tunasema masiko. Kwa hapa Tanzania nafikiri ilianza mwaka 2004 kama sijakosea sana. Yani kulikuwa na hamasiko fulani kubwa. Inawezekana nyuma lilikuwepo lakini haikuwa katika promotion kubwa kama ya sasa hivi. Na ndio imeenda mpaka kipindi hiki. Kwa nini mnaweka sana kambi shuleni, vyuoni? Huko kwingine sioni sana. Sijai kushuhudia masokoni, sijai kushuhudia kwenye vituo vya mabasi. Labda mmeweka pembeni. Labda inawezekana mnafanya lakini binafsi sijaona. Tunafanya. Mtazamaji atanisaidia. Hongereni. Kwa nini maeneo hayo mnaangalia sana? Sawa. Asante. Maeneo yanaangaliwa sana kwa sababu ni mikusanyiko ya watu ambao ni vijana. Sawa. Na kama tunavyosema umri unavyozidi kwenda mambo yanazidi kuwa mengi. Kwa hiyo at least vijana wanakuwa ni watu bado wenye nguvu, afya zao ziko vizuri. Kwa hiyo ndio maana unakuta mara nyingi sana tunapendelea kwenda mashuleni na vyuoni. Na hata unakuta mwitikio wao uko vizuri zaidi kuliko maeneo mengine. Yes. Okay. Elimu naopelekea kwa ajili ya kuhamasika kuweza kuchangia damu, nadhani kwamba wanaisaidia kuipeleka kwenye jamii, nikiwa namaanisha kwamba tukianza kuelimisha hawa shuleni na sekondari wakija kunyumbani watatusumbua wazazi kwa kutuambia, kwa na sisi kwa wazazi tutachukua lile tutalibeba litakuwa la kwetu. Nadhani nimeweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kiasi hicho. Nimeweza kusaidia kabisa, na kwa experience ya kazi nilioifanya kwa muda ni inasaidia vizuri kwa sababu unakuta sometimes yule mtoto amechangia damu akiwa shuleni. Akirudi nyumbani anamwambia mama, bwana nilichangia damu, nimepewa kadi ya wanachama hii hapa. Kuna siku unakuta wamepata changamoto ya damu. Wana ndugu yao, wana mama, wana mama mdogo, wana mjomba ambaye anaumwa yuko hospitali na anahitaji kufanyaje? Kuongezewa damu. Baada ya kuchangia damu mwanafunzi au mtu yote anayechangia damu anapewa kadi ya wanachama. Kwa sababu umechangia damu kwa hiari, tunakupa kadi ya wanachama. Ile kadi ya wanachama ina faida. Kwanza kabisa unapata kujua afya yako kabla na baada ya kuchangia damu bure. Ndio. Si ndio? Lakini faida ya pili, ile kadi ni kama benki. Unavyoweka ile ndio utakavyoweza ku-withdraw. Blood bank ni kama benki nyingine. Kwa hiyo inamaanisha wewe ile kadi yako ya wanachama inakuwa ni kama kadi ya benki. Bwana mimi nina mjomba wangu yuko General Hospital, anaumwa, anahitaji chupa 4 za damu. Wewe ni mwanachama wetu, lazima tutakumbuka fadhila, bwana huyu ni mchangiaji damu wetu. Damu anaekewa hata kama usingekuwa ni mwanachama. Lakini baada ya hapo zile yale mahangaiko kwamba bwana changieni damu tusaidie, ile inakuwa inakulinda zaidi, inakubeba. Yes, kwa sababu ile kadi wewe ni mwanachama wetu tayari. Kwa ile kadi inakubeba popote Tanzania. Sawa. Ukishachangia damu unapaswa ukae baada ya muda gani uchangie tena? Inatofautiana kwa mwanaume na mwanamke. Mwanaume anaruhusiwa kuchangia damu kila baada ya miezi 3 mpaka 4. Baada ya miezi 3 wakati huo hana infections za aina yoyote. Yes. Na wakati huo pia utaratibu ni ule. Yes. Kwa mwanamke? Mwanamke miezi 4 mpaka 6. 4 mpaka 6. Nao pia utaratibu ni ule.
hali ambayo inatokea labda unakuta kwamba mtu ameumia, damu zimetoka, damu nyingi au kiasi, au watu wamepigana, vitu vya namna hiyo. Unawaambia nini watazamaji katika utaratibu wa kuhakikisha kwamba wanathamini uhai, kwa sababu tumesema damu ni uhai. Kwa lazima tuthamini, tuweze kuchukulia kawaida tu. Uweze kuona damu zinatoka, hii ni damu tu bwana, damu nyingi zile. Huduma ya kwanza afanyeje? Kwa mfano yuko katika mazingira ambayo hakuna mtaalamu wa afya na shida nimeipata, labda nimejikata sehemu kubwa, damu nyingi zinatoka au nini cha kwanza ambacho unapaswa kuweza kukifanya? Okay. Kwa kawaida mfano kama umejikata mahali na hamna huduma ya kwanza, kwa haraka kile kidonda, kama ni maji yako karibu na wewe ambacho ni kitu cha kusafishia ambacho naona nikipo kwenye jamii yapo maji, unaweza ukasafisha kile kidonda. Kama ni kidonda au sehemu umejikata, ukasafisha na maji. Baada ya hapo unatafuta nguo au chochote, mfumo wa nguo, unapafunga ile sehemu, unaifunga ili lakini lazima iwe safi. Yes. Okay. Hata kama sio safi, kwa sababu kama mfano wanajeshi wanapoendaga kwenye wewe cha muhimu pale ni kwamba wanasema ume stop bleeding. Yani umekata ile damu kuendelea kutoka kwa wingi. Yes, kwa utafunga ile sehemu na nguo au kitu. Baada ya hapo utafute namna ya kupata huduma za kiafya. Okay. Sawa. Kuna wale mwingine anaona kwamba nishafunga, damu imeshakauka, haitoki tena, naweza kukanyaga, unaweza kufanya hivi, mimi naenda hospitali nikafanya nini sasa? Lazima ukapata huduma ya kiafya baada ya hapo. Hiyo ni lazima. Kwa maana yake kwamba upaswe kuchukulia poa. Hapana. Sawa, ni jicho letu na tunazungumzia kuhusu damu salama, lakini pia umemsikiza vizuri zaidi Neema Gwandu ambaye ni afisa teknolojia wa maabara, akielezea namna hali ilivyo na utaratibu wa jitihada. Hivi vitu lazima uvizingatie, kwa sababu vinaweza vikanikuta mimi, wewe, jirani, mtu wako wa karibu, ukashindwa kujua uanzie wapi katika kitengo hiki. Neema, kwa dakika hizi unamwambia nini mtazamaji wa Sky TV kuhusu umuhimu wa damu na umuhimu wa kuwa salama zaidi, hususan pia kuchangia damu kwa wengine? Mimi ni shauri jamii kuwa na moyo wa kuchangia damu kwa hiari mara kwa mara, kwa sababu wahitaji wa damu hospitali ni wengi, na kama tunavyojua wamama wajawazito wanapata changamoto kubwa sana ya kupoteza damu wakati wa kujifungua. Kwa hiyo hebu tuwe sababu ya kurudisha tabasamu kwenye familia za watu ambao wangetegemea kumpoteza ndugu yao lakini hawajampoteza, kwa ajili wewe ulichangia damu ukienda kuokoa watu 3, 4 ambao wewe humjui wala mimi simjui, lakini umemuokoa. Ni tendo la huruma na ni la kushirikiana na jamii, makanisani, misikitini. Tushauriane kwenda kuchangia damu kwa hiari mara kwa mara, hospitalini au vituo vinavyotoa huduma ya damu vilivyo karibu na wewe. Ni muhimu sana, kwa sababu mimi napenda kusema sio lazima uwe daktari au nesi kuokoa maisha ya mtu. Yaani wewe ulipo nyumbani umekaa ukasema ngoja nikachangia damu, umesaidia sana kuliko unavyofikiri. Ni sadaka kubwa sana, hata kuliko ile 1000 unaoenda kuangalia kwenye mfuko ni 1000, 2000. Ni sadaka kubwa sana. Kwa hiyo mimi nashauri jamii tuchangie damu, tusaidie jamii. Ni tendo la huruma na ni baraka pia. Sawa. Anaitwa Neema. Ndio. Sema kwamba kuchangia damu ni tendo la baraka na huruma pia. Kabisa. Mimi nikushukuru sana Neema Gwandu kwa kuweza kushiriki nasi. Yeye ni afisa teknolojia kutoka maabara, na yeye anashughulika zaidi na vitu hivi. Katika leo kwenye jicho letu ametupa elimu kubwa zaidi kuhusu damu salama. Tufuatilie kwenye YouTube, Instagram na Facebook, andika Sky International TV. Mimi naitwa Maliango Mugeta na hili ni jicho letu. Kila la heri.